Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei yameitengeneza shughuli hii kutengeneza uhusiano mkubwa wa Iran na mataifa mengine duniani. Kwa muda mrefu Iran haikupata wageni ambao wangeweza kutengeneza mahusiano mazuri ya kikanda, lakini pia mahusiano ya kidiplomasia. Lakini katika kipindi hiki cha mazishi, viongozi wengi waliofika nchini Iran wamekaa na viongozi mbalimbali katika kutengeneza mahusiano mazuri ya kidiplomasia kati ya viongozi wa Iran pamoja na viongozi mbalimbali waliotoka katika mataifa mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na marais, lakini pia mawaziri wakuu na mawaziri wa mambo ya kigeni, hata na maspika kutoka katika mataifa ambayo yamefika katika kumuaga kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na hivyo hafla ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei imeleta fursa mpya ya kushughulikia masuala ya kidiplomasia kati ya Iran na mataifa mengine. Mazishi haya yameipa Iran fursa kubwa ya kidiplomasia. Viongozi wakuu na jumbe za ngazi za juu kutoka kote Asia na Mashariki ya Kati na ulimwenguni kote wamekusanyika huko Tehran kwa ajili ya kujadili masuala ya usalama wa kikanda, kidiplomasia ya baada ya vita na ushirikiano wa kimkakati. Mhimili wa mazungumzo hayo ni Mohammad Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambaye amekutana pembezoni mwa mazishi hayo na viongozi wa ngazi za juu kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo kutoka nchini China, kutoka Iraq, Belarus, Bangladesh, Lebanon, huko Kurdistan miongoni mwa majimbo ya Iraq, lakini pia na viongozi kutoka nchini Urusi. Wakati huu kiongozi wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev ameshiriki katika mazishi ya Ayatollah Al-Khamenei akiuaga mwili huo, lakini amepata fursa ya kuzungumza na viongozi mbalimbali nchini humo na kujadiliana baadhi ya mambo kuhusu uhusiano wa Urusi na taifa hilo. Viongozi mbalimbali kutoka Iran walisafiri mara kadhaa kuelekea Urusi kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kidiplomasia, lakini wakati huu viongozi wa Urusi pamoja na Uchina na kwingineko duniani wakiingia nchini Iran kwa ajili ya mazishi ya Khamenei, wakiendelea na majadiliano yanayolenga utekelezaji wa mikataba na maelewano kati ya Iran na Marekani, ile MOU iliyofikiwa hivi karibuni. Utulivu wa eneo na kuimarishwa kwa uhusiano wa kisiasa ni mkubwa sasa nchini Iran. Suala hilo limejirudia katika mikutano ya hivi karibuni kuhusu usimamizi wa baadaye wa lango la bahari la Hormuz kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika mazungumzo yake na He Wei, makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge la kitaifa la watu wa China, na vilevile Haibat Al-Halbous, spika wa bunge la Iraq, Kalibaf amesema Iran inashauriana na nchi jirani za pwani ya Ghuba ya Uajemi kuhusu utekelezaji wa mipango ya baharini iliyomo katika hati ya makubaliano hayo, na amesisitiza kwamba chini ya sheria za kimataifa jukumu la kusimamia njia hiyo ya kimkakati ya baharini ni la Iran na Oman, na kukiri tena kwamba Tehran haitokubali ushiriki wowote wa Marekani katika suala hilo. Ameituhumu Israel kwa kujaribu kuvuruga makubaliano ya Iran na Marekani na kusema nguvu ya kuzuia hujuma ya Tehran kutazuia mzozo wowote mpya wa kijeshi, huku akithibitisha tena msimamo wa Iran na kuheshimu makubaliano hayo, akionya kwamba Tehran itachukua hatua zinazofaa na zenye uwiano ikiwa Washington au Israel itakataa kutekeleza majukumu yake. Katikati ya vikao vyake vyote, spika wa bunge la Iran, lakini pia vikao vilivyofanywa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian kuhusu mzozo wa hivi karibuni, imethibitisha mapungufu ya mashinikizo dhidi ya Iran na kwamba kusitishwa kwa mapigano hatimaye kulitokana na uwezo wa kujilinda wa Iran na mbinu zake za kidiplomasia. Kupanuliwa ushirikiano wa kikanda imekuwa mada nyingine muhimu ya mashauriano hayo ya kidiplomasia. Wakati wa vikao vyake na ujumbe wa China, Kalibaf ametaka kuwepo kwa utaratibu wa kimkakati wa karibu zaidi kati ya Tehran na Beijing na kueleza ushirikiano imara wa kisiasa, kiuchumi na kibunge kama suala muhimu sana katika kivuli cha mabadiliko ya kimienendo kikanda na kimataifa, na amesisitiza ushirikiano kufanyika ndani ya jumuiya za pande kadhaa kama vile BRICS na jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai kama njia bora ya kuimarisha utulivu na kukabiliana na siasa za upande mmoja. Viongozi wa China wamesisitiza tena kujitolea kwa Beijing katika kuimarisha ushirikiano wake wa kimkakati na Iran, wakibainisha kuwa mwaka huu wanatimiza miaka 55 ya ushirikiano na uhusiano wa kidiplomasia na miaka 10 ya ushirikiano wa kimkakati wa nchi hizo mbili.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa